بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 24 mwezi wa Ramadhan mwaka wa 1440, katika darsa ya risala sifatu ibad ar-rahman للشيخ الفاضل عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. tulimalizia katika kikao kilichopita kuzungumzia as-sifatu thamina, sifa ya 8 katika sifa za waja wema wa Allah subhanahu wa ta'ala, na hiyo ndiyo ilikuwa sifa ya mwisho aliyotaja Allah subhanahu wa ta'ala katika orodha ya sifa za waja hao wema katika suratul Furqan. Na leo biidhnillah ta'ala tutajaribu kusoma khatima, kuhitimisha kile kilichobakia katika maelezo ya Sheikh Abdul Razzaq hafidhahu Allah ta'ala. قال: ثم ختم الله سبحانه وتعالى هذا السياق المبارك بذكر جزاء من اتصف بالصفات السابقة. kisha akakhitimisha Allah subhanahu wa ta'ala katika hizi aya kwa kutaja jaza na malipo ya wale waliopambika na sifa nzuri kama hizi, wa adhimi thawabi, na akataja malipo yake makubwa atakayowapa waja hawa. faqala azza wa jalla: ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، hao ndio watakaolipwa makao ya juu katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa walisubiri katika huu ulimwengu wakafuata maamrisho yake na kujikataza na makatazo yaliyokataza Allah subhanahu wa ta'ala. wayulqauna fiha tahiyatan wa salama, na watakuta humo katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala heshima kubwa kwa wao na amani. khalidina fiha, wadumu humo milele, hakuna mauti katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. khalidina fiha, Mtume sallallahu alaihi wasallam akilieleza hili asema: يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة شاة. siku ya kiyama mauti yataletwa katika sura au qala kharuf, sura ya kondoo. thumma yunadi munadi, kisha atanadi mwenye kunadi: ya ahla aljanna, enyi watu wa peponi. fayashraibun wa yanzurun,
watatoa shingo zao wanyanyue juu watizame kuna nini wanachoitiwa. Wayaqulu ya ahla an-nar, kisha ataita na watu wa motoni, fayashraibun wa yanzurun, wote watakuwa watizama. Kisha wataulizwa atadruna ma hadha, taonyeshwa yule kondoo, mwajua nini hii? Wa kulluhum qad dhaqu al-maut, na wote washaonja mauti, watu wa peponi na watu wa motoni. Fayaquluna na'am hadha al-maut, haya ndiyo mauti, sababu kila mtu atayajua mauti siku hiyo. Fayudhbahu, kisha yatachinjwa yale mauti katika sura ya kondoo. Fayuqalu ya ahla aljannati khuludun fala maut wa ya ahla an-nar khuludun fala maut. Kisha atasema yule mwenye kunadi, enyi watu peponi, mtakaa milele huko, hakuna mauti. Furaha itazidi juu ya ile furaha waliokuwa nayo, kuwa wanayaqini watakaa milele ndani ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu ja'alna minhum. Na watu wa motoni, na'udhu billahi minan nar, wataambiwa pia khuludun fala maut, watazidi kupata majuto juu ya ile majuto ambayo tayari wanayo, kwa kuwa na yaqini kuwa watakaa milele ndani ya moto wa jahannam, wal billah. Khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama, kituo na makao mazuri yaliyoje ya kukaa katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fakana aljazaa min jinsi al-amal, malipo yao yakawa ni kulingana na amali yao waliyofanya duniani. Falamma kanat awsafuhum rafi'atan 'aliyatan كافأهم رب العالمين بالغرفة العالية جزاء لهم. tizama zilivyokuwa sifa za watu wema, ni sifa za hali ya juu, ni sifa za juu kabisa. Allah subhanahu wa ta'ala akawalipa na wao pia makao ya juu katika pepo yake, jazaan lahum, malipo kwa wao. Hii pepo starehe yake ya ajabu sana, pamoja na kuwa imeelezwa katika Qur'an na Sunna, na bado Allah subhanahu wa ta'ala sema a'adattu li'ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Bimaana hizo sifa nyinyi mnazozisikia pia bado hamjasikia kitu, bado hamjaona kitu katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam akieleza mtu wa mwisho kabisa atakayeingia peponi, huyo ni yule ambaye kalalib jahannam katika sirat zitamdunga. Kuna kama mfano wa ndoano, watu wakipita juu ya sirat za wadunga kulingana na madhambi waliyofanya. Nguo za chanika chanika, kama ni mwili umechanika, ajiburute aende mpaka avuke. Akishavuka qala nafsa fayanzuru ila an-nar, ashauvuka ule moto, kisha utizama, sema alhamdulillah alladhi najani minki, alhamdulillah Allah niokoa na wewe, wallahi ma u'tiya ahadun mithla ma u'tituhu, hakuna yeyote ambaye amepewa neema kama mimi. Kumbe ajue yeye ndo wa mwisho, yeye wa mwisho kabisa. Asema hakuna mtu ameneema, hajaingia peponi, amevuka moto tu. Asema hakuna mtu aliyeneemeka duniani kama mimi, hivi ninauacha moto nyuma nenda peponi. Huyu ni adna daraja fil janna. Anapoingizwa peponi huyo ataona hakuna mfano wake. Kumbe kuna watu subhanallah, wako wapi, wamemtangulia pengine mamia ya miaka, wako huko juu. Sikiza Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, qala وقد جاء وصف هذه الغرف على لسان النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال makao haya ya juu ameyasifu Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema inna ahla aljanna yataraawna ahla alghuraf min fawqihim, watu wa peponi watakuwa wakiwaona
wale watu wa makao ya juu katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala kama yatarauna al-kawkab ad-durriy al-ghabira fi al-ufuq, kama tunavyotizama nyota iliyo mbali kabisa katika mbingu, mbali kabisa, namna unavyoiona ile nyota ndogo, hivyo ndivyo watakavyokuwa watu wakiwaona wale waliokuwa katika daraja za juu za pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tena min al-mashriqi au al-maghribi, nyota iko mashariki au magharibi, mbali kabisa. Litafadhuli ma bainahum, kwa sababu pepo haiko sawa. Kuna wengine Allah amewafadhilisha kuliko wengine kulingana na amali walizozifanya duniani na fadhila zake Allah subhanahu wa ta'ala alizowapa kwa sababu ya amali zao, na yote ni kwa fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watu hawako sawa katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna wengine watakuwa juu zaidi kuliko wengine, na mtu asikudanganye bwana. Kuna watu hutumia hii lugha ya kusema wewe omba tu, bora uingie tu pale, takia kule juu kule huwezi kufika wewe, mwanzo kushajaa. Nani anakuambia? Mtume صلى الله عليه وسلم asema idha sa'altumullaha aljanna fas'aluhu alfirdaus, mnapomuomba Allah pepo muombeni alfirdaus, kwa sababu ndio a'la aljanna, ndio janna iliyoko juu kabisa, na hilo si zito kwa Allah subhanahu wa ta'ala kumpa mja wake. Kwa mtu asikwambie bora tu uingie tu, asikukatishe tamaa na rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna watu himma zao duni mpaka katika dua, yani mtu himma yake ni duni katika amal, pia katika dua kumuomba Allah himma yake pia ni duni. Fama dhannukum bi rabbil alamin, Allah subhanahu wa ta'ala sema ana inda dhanni abdi bi, vile utakavomdhania Allah subhanahu wa ta'ala ndivyo utakavompata. Ikiwa umdhania khairi, Allah atakupa khairi. Ikiwa umdhania kuwa Allah yaweza kukupa jannatul firdaus, kwa nini asikupe? Kwani ni kikubwa kipi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kukupa wewe jannatul firdaus? Muombe na Allah subhanahu wa ta'ala atakupa, na ufanye amal. Maisha haya ya dunia ni mafupi sana, wengi kati yetu sisi sijui tuyafahamu, lakini utamwona mtu yatabajjah bidunya. Wallahi hayatu dunya qasira jiddan, na ukitaka kuyajua haya wewe soma katika kitabu cha Allah aya zinazozungumza maswali watakayoulizwa watu kesho akhira. Qala kam labithtum fil ardi adada sinin qalu labithna yawman au ba'dha yawmin. Watu wameishi ulimwenguni, waulizwa wamekaa miaka mingapi, wasema tulikaa siku moja au sehemu ya siku. Hata sidhani kama wacha akhira, wewe saa hii hivi ulivyo wewe, hebu tuambie ile miaka kuanzia utotoni mwako mpaka sasa waionaje? Mingi sana ama waiona ilipita tu? Usiende mbali. Hii Ramadhani leo ni tarehe 24, si juzi ilikuwa watu wasema mwezi unaonekana au kuonekana juzi, leo imeingia tarehe 24, ni kama jana na leo imepita. Sasa ikiwa duniani tuyaona masiku hivyo, je, hiyo safari ndefu ya barzakh na kesho akhira tukiipima na hii safari ndogo ya dunia, wapi kwa wapi? Sasa mjinga wa mwisho ni yule ambaye atatanguliza miaka 60-70 mbele ya milioni ya miaka inayomngoja kesho, ambayo haina mwisho. Mtu akatizama hii miaka michache akawa hafikirii akhira yake. Fa ahlul janna idha aradu an yanzuru li ahli alghurafi يرفعون رؤوسهم ويرون هذه الغرف كما نشاهد نحن الكوكب العالي الرفيع في السماء مما يدل على علو منازلهم ورفعة درجاتهم في جنات النعيم. watu wa peponi wakitaka kuwatizama wale walio katika makao ya juu ya peponi, huwatizama juu ya vichwa vyao, kama mfano wa sisi leo hapa duniani tukitizama nyota ambayo iko mbali kabisa mashariki au magharibi, ule umbali wake kuonyesha namna watakavyokuwa juu sana katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala na daraja zao zitakavyokuwa juu. Wa qawluhu azza wa jalla wa yulqauna fiha tahiyatan wa salama
أي تتلقاهم الملائكة بالتحية والترحيب والسلام المتضمن للسلامة من النقائص والأمراض والمكدرات. malaika watakuwa ni wenye kuwapokelea katika pepo ya Allah. wasiqa alladhina ittaqaw rabbahum ila aljannati zumara hatta idha ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaykum tibtum fadkhuluha khalidin. kwa hivyo wanaowapokea wageni wale ni malaika wa Allah azza wa jalla, tena wawapokea huku wakiwasalimia na kuwakaribisha, na salamu yenyewe ndani yake imebeba amani kutokamana na aina yoyote ya upungufu na maradhi na mambo yanayomchefua mtu nafsi yake. Peponi hakuna dhiki bwana, hakuna kitu chaitwa dhiki. Na katika kuondolea dhiki katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala hakuna kukidhi haja. Masahaba walimuuliza, ya Rasulullah, kile wanachokula kitakuwaje? Mtume sallallahu alayhi itatoka mfano wa jasho katika miili yao, harufu yake harufu ya miski. Lile jasho linaowatoka lile ndio kukidhi haja huko. Kule hakuna jambo lolote la kuudhi kabisa, ikiwa ni kula mtu, wala kumfiha ma tashtahi anfusukum wala kumfiha ma tad'un. na ukisoma katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala tara al-ajab, subhanallah, namna Allah alivyoiumba hii pepo ajabu sana. yani waweza kutunda matunda ya peponi ukiwa umekaa, ukiwa umelala, ukiwa umesimama. Hakuna jua wala mwezi, hakuna baridi kali wala joto, la yarawna fiha shamsan wala zamharira. kwa hiyo hakuna siku mtu atasema leo mbona baridi nzidi leo, ama leo joto. Hakuna kitu kama hicho. ile hali ya hewa italingana na vile anavyotaka mtu. Subhanallah, mpaka kufikia kile kinywaji anachokunywa mtu wa peponi, qaddaruha taqdira, kimekadiriwa kulingana na kiu yako. bimaana hauwezi kupewa kikombe peponi ukano ukabakisha ukasema hii tosha, la, bali utapewa kulingana na wewe unavyohitaji. bimaana ikianguka tone la mwisho na wewe kiu yako pale ndio imeisha, yani huhitaji zaidi ya hivyo. qaddaruha taqdira. na mengi lau kama tutayazungumzia hapa hatuwezi kuyamaliza. hakuna maradhi katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. wa inna lakum an tasihhu fala tamradu abada. Allah subhanahu wa ta'ala atawaambia watu wa peponi, mutaishi na afya hapa ndani, fala tamradu abada. hakuna kitu chaitwa maradhi humu, sijui naumwa na kiuno, sijui naumwa na mbavu, sijui mmekunwa nini, nasikia kiungulia. Mambo hayo hakuna. hakuna chochote katika maradhi ndani ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. fahadha ma'alu haula'i wa ma'abuhum alladhi akramahum Allah subhanahu wa ta'ala bihi likamali ta'abbudihim wa inqiyadihim lihidayati kitabihi alkarim. huu ndio mwisho wa watu hawa na makazi yao ambayo Allah amewakirimu nayo kwa sababu ya ukamilifu wa kumwabudu kwao Allah subhanahu wa ta'ala, na kunyenyekea kwake na kujisalimisha kwake na kufuata miongozo iliyoko katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. wa qawlu Allah subhanahu wa ta'ala fi tamami hadha as-siyaq, na Allah subhanahu wa ta'ala kauli yake katika mwisho wa mtiririko wa maneno yake haya akasema, قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. فيه أن مرد النجاة والسعادة إلى العبادة التي خلق الله جل وعلا الخلق لأجلها وأوجدهم لتحقيقها. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. سيما
Mola wangu asingelikujalini lau kuwa sikuumba kwenu. Hapa ndani tupata faida kuwa marejeleo ya mtu kuokoka na adhabu ya Allah na kufaulu yarejea katika ibada ambayo kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba viumbe wake na akawaleta ulimwenguni kuhakiki jambo la ibada. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullah: wa asahhu al-aqwali fi al-ayati anna ma'naha, qawli sahihi zaidi katika kutafsiri hii aya kwa maana yake, ma yasna'u bikum rabbi laula ibadatukum iyyahu, awafanye nini nyinyi Allah subhanahu wa ta'ala, ana haja na ninyi gani Allah subhanahu wa ta'ala mbali na nyinyi kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo Allah hana haja na nyinyi, fahuwa subhanahu lam yakhluqkum illa liibadati, hakuwaumba isipokuwa nyinyi mumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, hana haja na nyinyi. Mbali na ibada, kwa wanadamu wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, hakuna malengo mengine ambayo kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala amemleta huyu mwanadamu. Na ibada zenyewe pia faida yake marejeleo rejea kwa nani? Kwa mwanadamu. Allah hafaidiki chochote na hizo ibada unazozifanya, bali faida yake yarejea kwako wewe mwenyewe. Ikiwa ni ibada, hatuwezi kumwabudu Allah kama mfano wanavyoabudu nani? Malaika. Malaika wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala la yafturun, hawachoki, wameumbwa hawachoki. Bimaana aweza kuumbwa malaika sajid, yani aumbwa akiwa amemsujudia Allah, hasimami huyo mpaka kiyama. Hebu jaribu ya masaa mawili sujudu, kama shingo ikumi tamka siku mzima hulali wewe. Jaribu wewe siku moja, sema mchana leo namsujudia Allah kuanzia asubuhi mpaka usiku. Jaribu, subutu. Kama shingo yako ikatiki hiyo, utaona kama inkatika hivi, kitembea imelegea legea hivi, huwezi, kwa sababu Allah amekuumba una udhaifu. Kwa hivyo akakuamrisha katika ibada kwa kadri ya vile unavyoweza wewe. Sasa ikiwa ni ibada, wewe unaofanya ibada huwezi kufika viumbe vile Allah alivyoviumba kwa ajili ya ibada ambao ni malaika. Sasa manufaa ya ibada ile unaoifanya yarejea kwako wewe mwanadamu mwenyewe. Sio, tuelewana hapa? Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba kwa malengo haya. Kisha mwisho akaomba dua: balaghana Allahu ajma'in صفات عباد الرحمن وثبتنا على الحق والهدى والإيمان، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وجميع المسلمين لما يحبه لنا ويرضاه من القول والعمل، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين. نابا اليوم وهي رسالة نزوري. نسأل الله أن يجزي الشيخ عبد الرزاق خير الجزاء في الدنيا والآخرة. تسمميها إن شاء الله تعالى، na risala inayofuata insha Allah taala kuanzia kikao cha kesho, fawaithul khalas min adh-dhunub insha Allah taala. Na pia hii ni maneno Ibn al-Qayyim rahimahullah na taaliqat za Sheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafidhahu Allah تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم.